Kuna mtu jana nilipiga naye story sema kwamba katika misimu miwili nyuma huko Yanga ilikuwa ni tishio na hata wao wenyewe walikuwa wanaiogopa kama wana Simba kwa sababu ya kina Aziz Ki, kina Khalid Aucho. Kwa akasema kwamba ameenda mbele kwamba Young Africans sasa hivi inacheza kama hairidhishi kwa sababu imekosekana wachezaji kama wale, kwamba pengo la kina Aziz Ki, kina Khalid Aucho bado halijazibwa pale katika kocha ya Young Africans. Hapana, ni style ya coach. Ndio maana mimi ukiniuliza ni style ya coach. Coach, angalia coach anavyofundisha timu yake. Angalia kitu anakiona kwenye timu yake. Ni kocha ambaye anataka timu ishambulie kwa pasi ndefu fupi chache, ili wa break through basic lines. Na wakienda kushambulia kwenye sanduku hajazi watu wengi, wanaingia watu wachache. Wakati mwingine anapiga, wakati mwingine counter. Zikikubali ndio hilo unapigwa kama JKT Tanzania. Mkiwabana ndio mnaona mbona hawafurukuti. Lakini kiukweli style yake ya kucheza ikikubali mnafungwa, mnashangaa. Kwa sababu watu wake anawafanya wa sprint. Style ya coach Pedro. Ni makocha wa Kireno hao. Style ya Pedro kipindi anaanza pale kazi Young Africans, matumaini yalikuwa ni mengi kutokana na wachezaji wa Young Africans walikuwa wanacheza vizuri. Tukaona mechi ya Yanga dhidi ya FAR Rabat kule Zanzibar. Tukaona tena walipenda kurudiana na JS Kabylie wakatoka kwa mechi ya bila. Wengi tena wakawa wameridhishwa na uchezaji ule wa wachezaji. Nini kimekuja kubadilika hivi ghafla? Hakuna kilichobadilika. Waliridhishwa na matokeo, sio uchezaji. Sababu kama uchezaji, hata mechi ya FAR Rabat ya Zanzibar watu waliomba mechi ishi. Timu haiwezi kucontrol tempo. Style ya kufundisha ya coach, timu haicontrol tempo. Yeye hajilindi na mpira, hajilindi bila mpira. Ni aina yake ya kushambulia, ni aina yake ya falsafa. Yaani mwalimu wa physics anataka afundishe history. Ndio kinachosumbua katika mpira. Lakini waheshimu anachokifanya kwa sababu anashinda. Sababu hata ukiwa unapiga pasi nyingi ushindi, utamfurahisha nani? Hiyo kazi ilifanyika na propaganda machine kule Italy miaka ya 90 hapo. Wakati kocha Ergo Sacchi walikuwa wanapenda timu inapiga pasi kama wanavyocheza wa Holanzi. Italia ishindi. Wamefungwa mwaka 94 na Argentina, wametolewa kwao pale. Kwa Marekani sio wapi ile kuna kombe la dunia. Watu wakakasirika. Lakini mpira unacheza mzuri, akamwambia mpira bila matokeo hatutaki. Mpira bila matokeo hatutaki. Tunataka timu ishinde, ipate matokeo. Kwa hiyo mpira mzuri ni matokeo. Jana ingetoka timu imepiga pasi zile kwa sababu Yanga ametawala mchezo jana, alafu haijafunga, mngefurahi.